Shum TV. Furaha kiganjani. Agizo la Baraza la Manispaa la kuwataka wafanyabiashara katika eneo la Tobo la Pili kuondoka katika eneo hilo limeanza kufanywa kazi. Kama unavyoona, eneo hilo kwa sasa limewekwa uzio, likimaanisha hakuruhusiwi kufanya biashara ya aina yoyote. Hapa afisa habari wa baraza hilo, Yasir Mkubwa Albahsa, anatoa ufafanuzi. Baraza la Manispaa ya Mjini imekiondoa kituo cha daladala maeneo ya Tobo la Pili kwa kufuata lile tangazo ambalo tumelitoa rasmi wiki moja kabla. Na tangazo lile limewataka wale ambao wanaopakia abiria na kushusha maeneo ya Tobo la Pili wasikitumie kituo hichi kwa kushusha na kupakia. Kituo ambacho kimetakiwa kushusha na kituo rasmi ni maeneo ya pale Kijangwani. Kwa hiyo eneo hili tokea siku ya jana tumezuia ili wananchi pasiwe na msongamano wa magari kwa maeneo haya. Lakini pia kumekuwa na mazoea ya wafanya biashara wadogo wadogo, wajasiriamali wadogo wadogo kufanya maeneo haya ni maeneo rasmi ya kufanya biashara zao, jambo ambalo sio sahihi na wala haliruhusiki kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo Baraza la Manispaa ya Mjini jana limeanza zoezi hilo rasmi, na zoezi hili litakuwa ni endelevu mpaka pale ambapo litakapofanikishwa, ili wananchi wafahamu na waelewe kwamba kituo kinachotumika kikuu ni maeneo pale Kijangwani Posta. Halikadhalika daladala zinatakiwa zifike mpaka maeneo zifike hospitali ya Mnazi Mmoja. Kwa hiyo Baraza la Manispaa ya Mjini halina nia ya kumkomoa wala kumwadhibu mwananchi, isipokuwa huu ni ufafanuzi ambao na ni mwendelezo ambao tutakao kwenda nao kwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapatiwa huduma zilizokuwa stahiki na zenye mazingira mazuri. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wametoa ya maoni yao. Hakuna mbali. Mimi nikwambie, nimekaa Uingereza wapi, unakuta mtu anakaa Citizen wapi huko. Gari anapaka nani London, lakini anakwenda kwa miguu. Gari anapakia huko, kuna parking za gari, kuna pahali biashara. Biashara hapa sehemu za biashara watu maskini, hapa biashara za watu matajiri. Lakini leo utakuta pahali maskini, lakini hapa julikani pahali pazo wapi, mji tu humo tu Zogo tu, tunafikiri kwa jalala takataka. Sasa hivi naunga mkono serikali. Ilikuwa Zogo si mji, watu hawana nafsi, hawana pa kupumzika, hawana raha. Hii si raha, hebu one unatembea, mabasi yanakwenda. Hapo zamani hapo kwa Karume, kituo kilikuwa kwa huko, Mnazi Mmoja huko kwa namna hivi sasa hivi. Sasa magari mengi Unguja, watu kidogo, nchi ndogo, magari chumu nzima yameshikilia barabara. Kama tulikuwa sheria kama hii, ndio kama takataka. Hata watalii wakija, akitembea na raha, naona less I'm going to Zanzibar. I fly going to Zanzibar. Lakini wakija mtalii mishapanda ndege kutoka Uingereza mpaka nani hapa Turuki. Nimekaa mtalii mmoja anasema very good, nice Zanzibar. Iko great people is good. Lakini leo anakuja mtalii kutoka huku, basi hatuwezekani wapi wanakwenda watu. Naunga mkono 100 chini ya 100, waendelee serikali. Tatizo lilokuwepo hapa kusema la ukweli hatujalifurahia, hususan vijana na wazee wetu nao wanapata tabu zaidi, ukizingatia kama wasafiri wanaotoka Pemba Dar, asubuhi mtu anakuja na watoto watatu na mizigo chungu nzima. Kusema la ukweli kutoka Darajani kule mpaka Kijangwani ni distance kubwa sana. Mtu hana uwezo wa daladala, sikwambia hata kama atakuwa na uwezo wa bodaboda. Kusema la ukweli, serikali tufikirie hivi vitu vya msingi, tunaumia. Halafu sisi ndio tunaowaweka huko juu. Kwa maana wao ndio watufanyie sisi au sisi watusikize matakwa yetu tunataka vipi. Vitu vya msingi kama hivi, huduma bora, maendeleo bora, lakini maendeleo yako wapi leo? Barabara zote zimefungwa kamba, isipite nani? Tumeona hizo gari zinakuja kupakia abiria, atapakiwa nani? Leo huko natembea kwa mguu mimi toka zangu Malindi mpaka hapa, lakini bado natafuta daladala huko ilivyo. Lakini mimi nahisi hapa nikifika daladala nimalize safari yangu. Tumeona kwa hiyo kitu cha msingi bwana, tulikuwa tunaomba sehemu tupate unafuu wa kupanda daladala au tuwekee vituo vya uhakika ambapo mjini ndo mjini. Mjini hakuwezekani kwamba stendi kuu iwe haipo. Hayo mataifa ya wenzetu, hapo jirani zetu Dar es Salaam. Haya station hapo town. Tobo la Pili hapa kuna usumbufu wa daladala. Kwanza hapa tunashuka
komba wapya kule paka huku mama zetu wanapata shida, wanakuwa hawawezi, hawana uwezo wao ni mdogo wa kuchukua bodaboda, pesa hawana. Tunapata usumbufu sana. Ndio jambo Mheshimiwa Rais tunakuomba ulishughulikie, kwa sababu tunapata shida sana. Kushuka kule paka kufika bandarini ni shughuli kubwa hiyo. Mheshimiwa Rais, ili jambo sisi tunataka ulifikirie na utufanyie urahisi wa jambo hili. Mtu ametoka akiwa na nauli yake pengine 1000 kaja na kurudi na kutafuta mahitaji yake. Sasa leo kumwambia kituo kiko Kijangwani na hospitali, ina maana mtu atoke Kijangwani apige mguu mpaka darajani kwenda sokoni ama kwenda custom wapi kutafuta dagaa kitoe mfano au huduma nyingine, alafu arudi zake mpaka Kijangwani vile ndio akapande gari, au ashuke hospitali ende safari yake alafu ndio akapande gari moja hapo. Aliyakuwa wengine kuna wazee, kuna watoto wadogo, kuna wagonjwa, kuna mama wajawazito na watoto wachanga. Zote hizi kwa kweli ni changamoto kubwa, inakuwa ni mtihani mkubwa, na maisha ni urahisi. Kwa hiyo tunatoa rai kwa upande wa serikali kwamba kwa nini haifanyi stendi kubwa hapa katika sehemu ya garden ambayo iko ni pori tu. Kwa mfano niko pale katikati ya mji na eneo zuri na kubwa ambalo linaweza likaika stendi, lakini kwa vile Zanzibar hii inakuwa watu tunaongezeka kila siku, wageni na wenyeji, ni kwamba pia vile hapa Tobo la Pili inastahili kwamba pawepo stendi japo ya kuweza kuongezwa wigo kidogo ya barabara, ili gari ziweze kushusha na kupandisha, japo sikukaa ile tani zika kama zinavyokaa, lakini angalau ile kushusha na kupanda na kwenda mbele. Kwa mimi naomba radhi kwa hivyo walivyotufanyia hivi, si vizuri, kwa sababu pia pana mama wajawazito, wengine wanatoka Pemba, wengine wanatoka Dar es Salaam, hawawezi kuja mpaka pia Kisonge kwa miguu au posta, ni lazima wafike hapa wapande gari ndio ende kule. Lakini kwa hivyo walivyotufanyia sio vizuri, kwa sababu pia kuna mama pengine wana watoto, wana mizigo, na mtu pia kafuata na mumewe, pia yule mumewe ana mizigo na watoto, pengine mtu mwanamke ana watoto wawili huko, wengine hivi, wengine mtoto mchanga. Pia hivyo sio vizuri kwa walivyotufanyia. Ikiwa wao wanavyotufanyia hivi hawa manispaa, basi sisi watupe zi kazi za manispaa, alafu wao wanafanya wao kama biashara kama tunavyofanya sisi. Tuje tuambie ondokeni, wao tajisikiaje? Watupe hizi kazi manispaa tufanye, alafu na wao tuwafanyie kama hivi. Wao wanakuja kufanya hizi biashara, tuambie waondoke, wao watajisikiaje? Alafu lengine vile wanawapa usumbufu wa abiria, sasa hivi wanawatesa. Ningekuwa ninawajua mimi matajiri hasa daladala, ningewafuata. Hizi daladala zote zilikuwa kazizuia, alafu wakaona bora hatu kupata tabu kabisa kuliko hata usumbufu wanawapa tabu. Hatuna raha, wanatusumbua. Vijipsambili vyetu wanabeba hivyo wanatutesa. Tumechoka, tushachoka. Kilio chetu hichi tusikie wakubwa. Tunapata tabu, mstuone tu tuna au tuingie katika tabia ya kuiba, tuibe ndio mtarizika. Hii ni Chum TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare. Mimi ni Zulaifa Isa Suleiman.